Naam, karibu sana kwa chaneli yangu. Jina langu ni Dandy Africana. Ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Oktoba mwaka 2025, nimekuandalia makala ya kutisha, kustajabisha na kuelimisha. Jamaa ambaye nataka kumzungumzia hapa ni Pablo Escobar. Pablo Escobar alizaliwa mwaka wa 1949 ikiwa ni tarehe 1 Disemba. Alikuwa mfanyabiashara na mlaguzi wa dawa za kulevya kutoka Colombia huko Marekani. Kijana huyu kipindi yupo darasa la 7, alikuwa anawaambia wenzake kwamba atakapomaliza darasa hilo la 7 atashika dola za Kimarekani bilioni 30. Alipomaliza darasa la 7, alianza kutimiza ndoto yake kwa kuuza dawa za kulevya huko Colombia. Mpaka mwaka 1980 alipokuwa msafirishaji mkubwa wa cocaine. Pia alipata kuwa mmoja wa matajiri duniani kwa muda mfupi. Mwaka 1991 alijisalimisha kwa maafisa wa polisi kwa makosa mengi, ikampelekea kufungwa miaka 5 jela. Alipochaguliwa kukaa gerezani lake, alitoroka mwaka 1992 akiwa anapelekwa kituo kidogo cha kwamba na kushikiliwa na kusababisha msako wa kimataifa. Mnamo mwaka 1993 aliuliwa na polisi wa kitaifa la Colombia. Kiufupi ni kwamba jamaa huyu amekuwa kitrendi mtandaoni kwa madawa za kulevya, jinsi alivyofanya biashara zake kutrendi kila mahali, wengi wakijishangaa sana huyu jamaa ni wa aina gani. Pablo Escobar ni jamaa ambaye kweli alifanya mambo mengi ya kisiri, mambo yasiyozungumziwa, mambo yasiyochapishwa kwenye mitandaoni, na mambo ambayo wewe kama msikizaji wangu huwezi taka kuyasikiliza. Je, unahisi kwamba ni mambo gani haya Pablo Escobar aliweza kufanya? Kiufupi ni kwamba Pablo Escobar alikuwa mhalifu na mwanasiasa wa Colombia aliyekuwa kiongozi wa Medellin Cartel, shirika la uhalifu lililokuwa likishughulika biashara ya mihadarati. Mnamo mwaka 1949 alipozaliwa mpaka 1999 alikuwa anajihusisha na biashara ya ulaguzi wa dawa za kulevya. Je, inawezekana mtoto wa darasa la 7 kutoka barani Afrika kama nchini Kenya kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya na kuunda zaidi ya dola 30 kama Pablo Escobar? Ni kwamba tu baada ya kuanza shughuli za kihalifu, Escobar alianzisha na kuongoza Medellin Cartel, shirika la uhalifu, na hivyo basi alifanya biashara yake kunoga zaidi na kuunda pesa taslim kiwango cha juu, ambapo hivyo basi alielekea kuingia kwenye orodha ya matajiri duniani. Inasemekana kwamba mwaka 1985 Escobar aliendesha kampeni ya mauaji na ugaidi dhidi ya serikali ya Colombia. Baada ya kuongezeka kwa vita, Escobar alijisalimisha kwa serikali ya Colombia na alijenga gereza lake binafsi, Le Caderol. Ni kwamba tu hatimaye Escobar aliuliwa na polisi wa Colombia mnamo tarehe 2 Disemba mwaka 1993. Hiyo ni taarifa na habari fupi tu kuhusu jamaa ama mlaguzi mkubwa wa dawa za kulevya Pablo Escobar. Je, unahisi una maoni gani kuhusu masuala haya ama taarifa hizi kuhusu Pablo Escobar? Achia komenti yako uweze kunieleza na tutakuwa tunafuatilia. Langu jina ni Dandy Africana, inshallah.